أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء المرسلين وعلى آله وصحبه وسلم، وبعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Ndugu Waislamu, katika jambo ambalo kwamba Muislamu katika maisha yake ya kidini, katika jambo ambalo kwamba ni sehemu ya tuseme ni mtihani kwake, au tuseme ni sehemu ya challenge, changamoto kwake kudumu katika hali moja. Bila shaka kupanda na kushuka katika maisha ya Muislamu kuko, lakini ni namna gani unakuwa daima uko juu na unapokuwa chini unafanya nini? Maudhui yetu ya hotuba ya Ijumaa leo inazungumzia kuhusu swala la athabat fi taa, kudumu katika taa, kwamba uko katika hali ile ile, si mtu leo wanukia kesho wanuka, kidaima uwe wafanyaje, wanukia leo mwema, mara waonekana sehemu, kesho yake mpaka uliza ndio yule niliyemwona jana kule, maki unahisi kama pengine nimekosea kumwangalia. Muislamu hayuko hivyo, Muislamu hayuko hivyo. Na kwa nini maudhui hii imekuja kutajwa leo? Ni kwa sababu baada ya kutoka katika mwezi mtukufu wa Ramadhani, hali za Waislamu wengi ziliboreka, maisha ya kidini ya watu wengi ya Waislamu yaliimarika. Sasa turudi katika swala la thabati katika taa, kudumu katika utiifu wa Mungu. Hii ndugu Waislamu ni sifa ya muumini thabit. Haiwi ni sifa yani leo ipo kesho haipo, la, bali tukumbuke taa au ibada kwa jumla kwa mtu muumini ni kama vile pepo ya dunia. Atafika mahali ataishi kwa raha hata kama hamiliki chochote. Hii ni ahadi ya Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Na kinyume chake, anaweza kafika mahali ikiwa hayuko katika ibada, aweza kaishi na dhikri na taabu ya nafsi hata kama anamiliki kila kitu. Kwa hiyo ibada ni kitu kama liwazo la nafsi na roho. Lakini kabla ya kuingia huko, turudishe asli bila kuangalia hii kwamba ni kama vile matunda ya mtu kufanya ibada. Hili ni tunda la nini? La kufanya ibada. Lakini nasema turudi kwenye asli, ibada ndio uwepo wetu. Wama khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Mungu katuleta kwa ajili hii. Sikuumba mimi majini na binadamu isipokuwa waniabudu. Hii ndio lengo la uwepo wako. Kwa hiyo wewe, iwe una hali nzuri, una mbaya, ibada. Unaumwa, una afya, ibada. Madamu uko hai, hiyo hali yote ulionayo Mungu kaikadiria, kaileta kwa makusudi. Haikuja bahati mbaya, wala haikuja kwa ujanja wako, kama ni nzuri na kufurahisha. Ndugu Waislamu, tukija kuhusu swala la ibada, katika ibada inakusanya mambo mengi. La kwanza, ibada inataka maarifa, kumjua Mungu wako. Mimi namwabudu Mungu ni nani? Utakafika kimjua Allah Subhanahu wa Ta'ala sawa sawa, ibada yako itakuwa madhubuti na daima itakuwa thabiti. Lakini vile vile hatua ya pili baada ya maarifa ni mahaba, kumpenda Mola wako. Na ndio maana mtu huwa huna imani kama itakuwa kuna wale kutangulia Mungu katika kumpenda. Manaki kwamba wewe pengine wapenda kazi yako, wampenda familia yako kuliko Mungu, wewe huna imani. Lakini vile vile al-inaba, kurudi kwake Allah Subhanahu wa Ta'ala na kumwelekea yeye. Maarifa, mahaba, wal-inaba wal-iqbal. Lakini la mwisho ni kutorudi, yani kufika mahali mwingine yoyote sikuwa Mungu wewe umwelekee, mwingine yoyote sikuwa Mwenyezi Mungu umwegemee, mwingine yoyote sikuwa Mungu umtegemee. Hiyo ndio ibada kamili ambayo kwamba tutakiwa tuwe nayo. Ndugu Waislamu,
Katika Qur'ani kuna nusus za Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kututaka kwamba ni watu wa kuendelea kwenye ibada, kuwa thabiti katika taa. Yani si swala la kwamba ni basi leo wacha nifanye, wacha nipumzike. La, hupo katika kuwa la tawassut, ukati na kati, kupumzika kuko, lakini sio kule kuacha. Daima mtu anakuwa katika taa. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amemwambia mtume wake, wa'bud rabbaka hatta yatiyaka al-yaqin, muabudu Mola wako mlezi mpaka kufa kwako. Hii naonyesha kwamba mtu atakiwa wakati wowote maisha yako, hata ikiwa hauko katika zile zinazoitwa ni ibada, ni maisha ya kawaida, wewe tia nia, nafanya lillahi ta'ala, natafuta riziki kwa halali, nasomesha kwa halali, natibu kwa halali, nafanya jambo hili kwa halali, hii lillahi ta'ala. Ndugu Waislamu, Nabii Allah Isa alayhi salam kuja katika Qur'ani amesema, qala inni abdullah, amesema Isa kwamba mimi ni mja wa Mwenyezi Mungu. Atani alkitaba wa ja'alani nabiyya, amenipa mimi kitabu na akanijalia mimi nabii. Wa ja'alani mubarakan, akanijalia mimi ni mwenye kubarikiwa. Aina ma kuntu, popote nitakapokuwa mimi ni mwenye kubarikiwa. Wa ausani bisalati wazakati ma dumtu hayya, akanihusia Mwenyezi Mungu mimi kushikamana na swala na zaka kipindi chote niko hai. Manake nini? Haifiki kwa mwanadamu kuacha manake faraidh, ibada za fardhi, muda wote wa maisha yake mpaka kufa kwake. Subhanahu wa Ta'ala anasema tena katika Qur'ani, anasema ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih, enyi ambao kwamba mmeamini mcheni Mwenyezi Mungu haki ya kumcha, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Hii ni amrin ilahi, huna khiari ya kufika mahali wacha niache. Hapana, wewe mukallaf bil ibada wakati wote wa maisha yako. Ndugu Waislamu, Mtume sallallahu alaihi wasallam daima yeye ndio kigezo chema chetu katika utekelezaji wa sheria. Na alikuwa na wasifu gani katika utekelezaji wa hizi sheria za Mungu? Bibi Aisha radhiallahu anha anatuambia, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Bibi Aisha mke wake Mtume sallallahu alaihi wasallam anatupa habari vipi alikuwa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Anasema idha amila amalan athbata, anapofanya amali njema alikuwa akithibiti nayo, akiiendeleza. Wa kana idha nama min al-layli au marida salla min an-nahari 12 rak'a, na ilikuwa katika ibada za usiku ambazo kwamba amethibitisha, akitokea amepitikiwa na usingizi, akitokea bahati mbaya anaumwa hawezi kuamka usiku, basi alikuwa akizilipa mchana rakaa 12. Hiyo tunazungumza nini? Sunna. Hizo ni nini? Sunna. Azilipa utafikiri adaiwa. Ndugu Waislamu, katika hadithi nyingine ambayo kwamba imepokelewa na Abdullah ibn Amr ibn al-As radhiyallahu anhuma, siku moja anasema huyu Abdullah kwamba alikuwa na Mtume sallallahu alaihi wasallam. Mtume akamwambia, ya Abdullah, ewe mja wa Mungu, ewe Abdullah, la takum mithla fulan, usiwe kama mtu fulani. Akamtaja, kana yaqumu al-layli fataraka qiyam al-layl, alikuwa anasimama usiku alafu akaacha kusimama usiku kuswali. Usiwe kama yeye. Hii ni tarbia, malezi ya kutoka kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, kwamba mtu ukiwa na jambo zuri la amal jema yatakiwa ufanyaje? Upambane nalo, ushikamane nalo. Ndugu Waislamu, tumepitwa na mwezi wa mtukufu wa Ramadhani. Tutakuja tena katika masiku 10 bora yale ya mfungo 3. Watu wamejitahidi katika Ramadhani, na fungo 3 ikija masiku 10 yale ambayo kwamba yani yametajwa fadhila zake, watu wote wanajitahidi masha Allah. Lakini kinachotakiwa ni ile kwamba hatufanyi ibada kwa nguvu kubwa kwa misimu. Hii misimu ni tashjii ya mtu kupanda ziada alafu kakamata.
ukaendelea kubaki, ikija msimu mwingine wapanda juu ziada. Sio mtu kubwa wewe, siku zote waanza down 0 waja 10, ukitoka hapo kama ulioachia palipoashika waanguka chini tena, waanza upya, waanza 0. Ukija ukafa uko 0 ni sawa ukifa hali yako uko 10 tayari, vitu viwili tofauti bila shaka. Ndugu Waislamu, ni vitu gani vitatusaidia baada ya Ramadhani, baada msimu mwingine wote usiokuwa Ramadhani, kutufanya nyoyo zetu ziwe zina thabiti katika taa? Ndugu Waislamu, la kwanza kabisa al-isti'anatu billah, jisaidie kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Ukumbuke kwamba yote unayoyafanya umeyafanya kwa taufiki ya Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Ndio maana Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa akiwaambia masahaba wake, akiwalelea juu ya fikra hii ya kusta'in billah, kujisaidia kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Na ndio maana siku moja alimshika Muadh, akamwambia Muadh bin Jabal, akamwambia ya Muadh, wallahi inni la uhibbuk, ewe Muadh, mimi nakupenda, na hapa na Mwenyezi Mungu mimi nakupenda, na hapa na Mwenyezi Mungu mimi nakupenda. Faqala, akaendelea kumwambia Mtume sallallahu alaihi wasallam Muadh, kwa kumwambia usika ya Muadh, na kuhusia ya Muadh, la tad'anna fi duburi kulli salat, usiache kila baada ya kumaliza kuswali kusema Allahumma inni ala dhikrika wa shukrika wa husni ibadatika. Dua hii sote tuijua, lakini uwe unaisoma hali kuwa unajua maana yake, na huku unaisoma kutoka moyoni. Ewe Mwenyezi Mungu, nisaidie kukufanyia dhikri wewe, kukudhukuru wewe, kukukumbuka na kukutaja, na nisaidie kukushukuru, na vile vile nifanye vizuri ibada yako. Hilo jambo la kwanza, ndugu Waislamu. Jambo la pili, lakini kabla hapo, dua nyingine Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa akiomba yeye mwenyewe, na nani yeye na sisi, wapi na wapi yeye na sisi, lakini alikuwa akiomba sana, ya muqallibal qulub thabbit qalbi ala dini. Alikuwa akimuomba Mwenyezi Mungu ampe thabati katika dini. Bila shaka ndugu Waislamu, hadithi nyingine ya Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema, alikuwa akisoma Allahumma inni as'aluka thabata fil amr wa as'aluka azimata ar-rushd. Haya mambo mawili ndugu Waislamu ni kama vile na asli mbili za ibada, nayo ni ile azima, kwamba nataka alafu nataka nidumu nayo. Maana kutaka unaweza ukataka mara moja dakika 5 ukaisha, lakini kwamba umetaka kufanya na umetaka kuishi nayo ile ibada. Hilo ndugu Waislamu la kwanza. La pili ni al-ibtiad an adh-dhunubi wal maasi, ni kule kujiepusha na maasi na dhambi zote kwa jumla. Ndugu Waislamu, kuna mafungamano makubwa sana baina ya madhambi na mtu kutotekeleza ibada. Inaweza kupita katika akili yako, na swali na funga na nini, haya mingine si mingine tena. Hapana, ibada inaharibiwa na nini? Na madhambi. Ibada inaathiriwa na madhambi. Ndugu Waislamu, katika jambo jingine ambalo kwamba ni muhimu kuwa nalo ni islahul qalb. Huu moyo wako ulionao yatakiwa daima utengeneze, uweke katika hali nzuri. Bila shaka tunajua sote moyo ndio mfalme wa viungo vyote, ni kama alivyosema Mtume sallallahu alaihi wasallam, ala wa inna fil jasadi mudgha, tambueni kwamba katika kiwiliwili kuna pande la nyama hilo ambalo kwamba idha salahat salaha aljasadu kullu, likitengema likiwa limenyooka hilo pande la nyama, basi kiwiliwili chote kinafanyaje? Kinanyoka. Wa idha fasadat fasada aljasadu kullu, na likiharibika kiwiliwili chote nacho chaharibika. Ala wa hiya alqalb, tambua huu ni moyo. Ndio maana sisi wenyewe Waswahili tunatumia moyo haukuvumilia, sikuweza, nimeshindwa, moyo umekuwa mzito, moyo haukukubali. Kwa sababu gani? Maamuzi yanaanza kwenye moyo. Ndugu Waislamu, jingine ambalo kwamba litakusaidia kuwa thabiti katika taa ni kuwa na tahadhari na kujiona una mengi unayoyafanya katika ibada. Kujiona kwamba mimi nina mengi ninayofanya. Ndugu Waislamu, ukifika mahali unahisi nimefanya amali nyingi sana tena kubwa,
Tena ukao ufika mahali, mimi bwana ninazo amali za kunisaidia, ninazo amali za kunisaidia. Maana yake unaanza kutegemea ulichokuwa umeshakifanya. Basi hapo ndugu, kumbuke ndugu Waislamu, utafika mahali utaiona kwamba mimi na haya niliyofanya ni kwa ajili mimi mwenyewe. Utasahau kwamba umepata taufiki ya Mungu, na utafika mahali utaweza kusema kama nimetosheka, mbona nishafanya mengi tu, mimi tayari ni mtu wa peponi. Hii ndugu Waislamu, ondoa katika nafsi. Ndugu Waislamu, kumbuke athari ya mtu kufika mahali ukajiona umefanya mengi. Athari yake la kwanza ni kukupunguza kasi katika ibada, lakini mbaya zaidi, hili kujiona una mengi inaweza kukupelekea wewe hata ukajisifu, ukajionyesha kwamba una mengi, na hapo ndio karitha. Hiyo ndio ajali kubwa. Sasa ndio mbaya zaidi, nani kwa kupotezewa amali ile moja kwa moja, ukawa wewe huna amali, umefanya huna ujira, waliyadhu billah. Ndugu Waislamu, siku moja Bibi Aisha radhiallahu anha alimwambia Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, ewe mjumbe wa Mwenyezi Mungu, Mwenyezi Mungu amesema, walladhina yu'tuna ma ataw wa qulubuhum wajila, na wale ambao kwamba wanatoa vile walivyopewa na hali ya kuwa nyoyo zao zina wasiwasi, zina hofu. Hapa nani anayeuliza? Bibi Aisha muuliza nani? Mtume sallallahu alaihi wasallam. Je, ahuwa alladhi yazni, huu mwenye wasiwasi alikuwa anatoa, ana wasiwasi na kile vile anavyokuwa ametoa, je ni mtu mzinifu? Wa yasrik, na kuwa anaiba, wa yashrabu alkhamra, na kuwa anakunywa pombe. Manake nini? Mwenye wasiwasi wa kukubaliwa amali ni yule mchafu, ni yule mchafu. Mtume akamwambia, la ya binti Abi Bakar au ya binti Siddiq, sivyo hivyo. Akamwambia, walakinahu ar-rajulu yasum, lakini huyo mwenye wasiwasi anatoa sadaka huku ana wasiwasi, anafunga, wa yatasaddaq wa yusalli, anatoa sadaka na anaswali, wa huwa yakhafu an la yutaqabbala minhu, anafanya yote ya fardhi na huku ana hofu isije isikubaliwe amali yake. Usije ukajipa matumaini kwa 100% ukajiona mimi nina dhamana, nina guarantee. La. Jingine ndugu Waislamu, jambo la 5 ambalo kwamba litakusaidia kuwa na thabati katika taa ni as-suhbatu salihah, rafiki mwema. Bila shaka hili ndugu Waislamu tulizungumza mno, kwa sababu rafiki, huwezi kuishi bila rafiki. Huwezi kuishi bila na mtu ambaye kwamba anakuliwaza. Huwezi kuishi na mtu bila kuwa na mtu ambaye kwamba utakuwa naye uko karibu. Sasa rafiki mzuri ni yule ambaye kwamba daima anakuongezea himma ya kufanya mambo, anakuongezea himma ya kufanya mazuri, lakini sio anakuongezea himma tu pale unapokuwa na wewe ni binadamu unamekosea, akushika mkono akwambia la, huyu huko unapokwenda sipo, hivi unavyofanya sivyo. Awe na ujasiri huo. Kuna watu wanaweza kuwa rafiki yako mzuri, hataki wewe kukuluzi kwa kukupa nini? Mazungumzo ambayo kwamba pengine yatakukera wewe. Yakija mazuri, mashaallah, Mungu akuthibitishe jira yako bwana, uingie peponi. Wewe mtu wa peponi, akupamba wewe mpaka unabidi haya maneno yasiende bure haya. Inabidi watu mfukoni pia bado ukamtunza kwa yale maneno mazuri aliyokupa. Lakini ukija zuri, ikija baya, bahati mbaya, umavariati na jambo lolote, ukawa na hasira, ukajibu vibaya sivyo, yule badala ya kuambia huyu hapa kama umeteleza, akwambia watu wengine bwana mtihani sana, bado akutetea na maukifu yako ule ndio ukosea. Huyu sie, bali rafiki mzuri ni yule akwambia huyu bwana, pamoja na heshima yote tunakupa wewe ndugu yangu, hapa hapana, umekosea, hukutakiwa kujibu hivi, hukutakiwa kufanya hivi. Huyo ndio mtu wa kukaa naye, mtu ambaye kwamba akiona mbele, akiona una uwaridi akusifu, akiona nyuma umenyua na ndege akuachia, ndiye huyo. La, akiona mbele akusifu una uwaridi, na ukiona nyuma umenyua na ndege akwambia hii umechafuka, sitaki kuona umechafuka. Huyo ndio rafiki mzuri.
Ndio maana Mtume sallallahu alaihi wasallam katika hadithi iliyopokelewa na Abi Huraira amesema, almaru ala dini khalili falyunzir ahadukum ila man yukhalil. Mtu yupo katika tabia za rafiki anayekaa naye, basi aangalie mmoja wenu nani anakaa naye, mpime. Lakini sasa yao nayo yataka maarifa, uende ukawa wewe mwenyewe humjui unayekaa naye nani, na kama humjui unakaa naye nani, na maana hata wewe mwenyewe hujui. Jingine ndugu Waislamu, katika mambo ambayo kwamba yatatufanya na yatatusaidia kuwa katika na kuwa na thabati katika taa ni mukhalafatu hawa nafsi. Hapa gumu hapa ni kule kukhalifu matamanio ya nafsi. Nafsi bila shaka inapenda raha, bila shaka inapenda uvivu, inapenda ubakhili, inapenda choyo, inapenda ile matamanio unayopenda yafanye tu bila kizuizi chochote. Haya yote yanakuja kwenye ile inna nafsa la amaratun bisu, hakika nafsi ni yenye kuamrisha sana uovu. Hii ni taukidu rabbani, manake ni uthibitisho wa Mungu. Hii ndio hali ya nafsi ambayo kwamba haijawekwa sawa. Kad aflaha man zakaha wa kad khaba man dassaha, amefaulu yule ambaye kwamba ameitakasa. Kama ukiitakasa inaondoka katika hali hii ya kupenda ubaya na inakuwa ni nafsu mutmainna, nafsi iliyokuwa imetulia. Sasa ndugu Waislamu, mwenye kuijua hakika ya nafsi yake, manake ni kwamba wewe wakati fulani ujipime mwenyewe, ujiangalie. Basi ukiwa utaijua nafsi yako na vile ilivyotengenezewa katika kupenda na kuchukia, basi ataitambua kwamba nafsi daiman mara nyingi ni mambau shar, ni chanzo cha shari. Mara nyingi nafsi ni chanzo cha shari. Hapo bila shaka inakuja chanzo cha pili cha ushawishi, nacho ni cha nani? Cha shetani. Ndugu Waislamu, jambo la tano ambalo kwamba litatusaidia sisi kubaki katika taa ya Mwenyezi Mungu ni adamu taklifi nafs ma la tatiq. Ni kutokalifisha nafsi ukafanya yale ambayo kwamba huyawezi. La, tusifanye yale ambayo kwamba yako nje uwezo wa nafsi zetu. Utafika mahali utafanyaje? Utarudi nyuma, utaacha. Bali katika hadithi iliyopokelewa na Bibi Aisha radhiallahu anha anasema Mtume sallallahu alaihi wasallam, iklifu min al-amali ma tutiqun, zikalifisheni nafsi zenu kwa mujibu ya yale mnayoyaweza. Fa inna Allaha la yamallu hatta tamallu, Mwenyezi Mungu haachi kulipa mpaka mchoke wenyewe. Mwenyezi Mungu haachi kulipa mpaka mchoke. Maana yake ni nini? Kibinadamu una uwezo wa kufanya jambo wewe mpaka kwa waona haya, ili bwana sidai kwa yule bwana, kashanipa vingi, atachoka kunipa. Hii binadamu wenyewe kwa wenyewe tele hii. Unaona haya atakwenda sababu ananishamuomba mno, lakini Mungu hachoki kukupa mpaka wewe utakapochoka kufanya jambo. Haifiki mahali kwamba basi imezidi hapa, Mungu kweli atanipa kweli. La. Na anamalizia Mtume sallallahu alaihi wasallam hadithi, wa inna ahabba al-amali ila Allah adwamuhu wa in qalla, na bora au amali inayopendeza zaidi kwa Mwenyezi Mungu ni ile inayodumu hata kama ni chache. Hilo ni jambo la 7. Jambo la 8 ndugu Waislamu litakalotusaidia kubaki katika taa, thabati katika taa, ni kule kupungua nguvu, kurudi katika sunna. Kule kurudi katika taa, kwamba ulikuwa uenda spidi 120, basi urudi katika sunna. Sunna hapa maana yake nini? Mutawassit. Sunna ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, khairul umur awsatuha, bora ya mambo siku zote ni kati na kati. Maana yake ni kwamba nyoyo hizi zikifika mahali kwamba zimepungua nguvu, basi ni kurudi kufanya mambo kati na kati. Na kiwango cha chini kabisa, basi ni kule kufika umegota kwenye nini? Kwenye fardhi. Usifike mahali wewe waswali swala za sunna, za fardhi, sunna, qiyamul layli, waswali sunna 100 mbele, ukija kuanguka waanguka kwa kuacha sunna mpaka fardhi yake, wewe hapo umefeli zaidi.
Na ndio maana Mtume sallallahu alaihi wasallam asema likuli amalin shirra, kila amal ina shirra. Shirra nini? Nashat. Una nashat, maana yake uko active, una nguvu, hasa mambo mwanzo mara nyingi una nini, una nguvu ya kufanya ile amali. Walikulli shirratin fatra, lakini kila nashat, kila hamasa ya kufanya mambo unakurudi nyuma, kila hamasa inakurudi nyuma. Faman kanat fitratuhu ila sunnati faqad aflah, yule ambaye kwamba kuanguka kwake, kurudi kwake nyuma ni kurudi katika sunna yangu. Sunna yake maana yake nini? Kufanya mambo kwa mutawasit, kati na kati. Faqad aflah, huyo bado amefaulu. Waman kanat ila ghairi dhalika faqad halak, ikiwa nje ya hapo basi huyo ameangamia. Ibn al-Khattab, Sayyidina Umar radhiallahu anhu amesema, inna lihadhihi alqulubi iqbalan wa idbaran, hizi nyoyo zina kukubali na kurudi nyuma, kuna up and down, mara hiyo ina nguvu, mara kidogo yafifia. Fa idha aqbalat fakhudhuha bin nawafil, zinapokuwa zina nashati, zina nguvu ya kufanya mambo, zilazimisheni kufanya yale ya nawafil, zile za sunna, zile za sunna. Wa in adbarat falzimuha bil faraidh, ikifika mahali zimepungua nguvu, basi hakikisheni ziko katika daraja ya kushikamana na faridha, zisishuke kwamba hata za fardhi zifanyaje, imeziacha. Ndugu Islam, la tisa ni kulipa kile kilichopita katika taa, hata kama ni sunna. Hapa sasa tuzungumzi za fardhi, hata kama ni nini, ni sunna. Na ndio maana Mtume sallallahu alaihi wasallam katika hadithi iliyopita kwamba alikuwa akipitwa kwa kulala katika ibada za sunna au kwa kuumwa, alikuwa zile swala za usiku za sunna zikimpita akiswali rakaa 12 mchana kwa kuzilipa. Na hadithi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam ameshasema, man nama an witrihi au nasiyahu falyusallihi idha asbaha au dhakarahu, yule ambaye kwamba amelala akawa hakuswali swala ya witri au akasahau, basi aiswali atakapoamka au atakapofanyaje, atakapokumbuka. Hii swala ya sunna, so fardhi. Kwa hiyo jitahidi wewe, uradi wowote mzuri ulionao, isiseme alhamdulillah leo kama ni maskini ule uradi leo hakuja. Kuna wakati fulani una uradi fulani wa mtu wa kuomba, pengine astahiki, tuweke ni katika wale wanaostahiki, leo hakuja, ukasema alhamdulillah. Na hakuja, nampa mwingine. Hakuja, basi nampa mwingine. Wapita mfuko, wasema leo hukupita, fuate shekhe huu bwana natoa. Ndugu Islam, jingine litakalotusaidia kuwa na thabati katika taa ni kuangalia wengine waliotangulia katika wema. Tuangalie watu wema, ibada zao walizozifanya, wana tofauti gani mimi na wewe na wao? Hawa wanaitwa masahaba ambao kwamba ndio watu bora, ndio generation iliyokuwa bora kabisa. Wana kipi ziada kuliko sisi? Na wana kipi, wana haja kuliko sisi? Kwamba pengine wao ndio wana haja zaidi na pepo kuliko sisi? La. Kwamba wao ndio wanaogopa moto kuliko sisi? La. Je, wana daraja tofauti kuliko sisi? Daraja tofauti iliyopo ni amali zao, lakini wao ni watu kama watu wengine. Alikuwa tofauti ni mtume tu, kilichowafanya wawe tofauti ni amali zao, na amali zao zimekuwa bora. Walipata malezi mazuri ya bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam, wakaonyesha mfano wa kuigwa mpaka katika historia ya mwanadamu huyu, mpaka kuondoka kwake itabaki mfano bora baada ya mtume ni masahaba. Walioyafanya yako ndani ya uwezo wetu Waislamu. Tusome kiasi gani wamejitolea mhanga, si katika madogo, si sadaka, funga za sunna dini. Tuangalie walijitolea mhanga kuipigania hii dini kwa hali gani. Wenzetu wametoa mali na nafsi, atoa mali na huku kashika panga aenda kupigana. Wewe umefanya hivyo? Wewe umefanya hivyo? Wafanya nini? Huna lolote unalofanya katika hayo mawili. Mali yenyewe yatoka kwa tabu, zaka kwa tabu, sadaka kwa tabu. Wewe utakwenda kupigana wapi? Angalia, soma wenzetu wamefanya nini, na hupungui kitu babangu. Hupungui popote chochote pale unapotekeleza sheria, bali utakujaona thamani na matunda ya mtu kufuata sheria.
Nyingine ndugu Waislamu, labda mambo ni mengi kidogo, lakini tumalizie, dakika zimekwisha. Hili swala la kuwa na thabati katika taa, ndugu Waislamu, larudi kwako wewe mwenyewe. Wewe humnufaishi na Mwenyezi Mungu na chochote katika amali yako. Sio kwamba wewe kwa kuwa umebaki katika taa basi Mungu ataongezeka ufalme wake, kama vile ufalme wa kibinadamu. Ufalme wa kibinadamu, watu wakijitokeza kwenye uwanja, wakajitokeza kwenye barabara, wakamshangilia, kana mfalme apendwa, mzuri huyu mfalme. Mwenyezi Mungu hata tuasi sote, hapungui ufalme wake, hata tuabudu sote, ufalme wake thabiti. Haya tunayofanya yote ni kwa ajili ya nafsi zetu, ya salama nafsi zetu na maslahi yetu. La kwanza ndugu Waislamu, la kwanza la msingi ni ile kuwa wewe umepata mahabbatullah, umependwa na Mungu. Basi iwe wewe ni thamra kubwa, umedumu katika taa, Mwenyezi Mungu akakuchagua ukawa katika anayekupenda wewe, inakutosha. Unaingia katika kauli yake Mtume sallallahu alaihi wasallam ya hadithi al-Qudsi anasema, ma taqarraba ilayya 'abdi bi shay'in ahabba ilayya mimma aftaradtu alayhi, hajajikurubisha mja kwangu mimi kwa vitu ninachokipenda zaidi kama mtu kutekeleza fardhu. Sije ukawa waswali qiyamul layl alafu swala alfajiri huswali, hamna kitu. Hujampendezesha Mwenyezi Mungu. Hata kama utaswali wewe tangu saa 3 mpaka saa 10 alafu alfajiri hukuiswali, wewe hujamkurubisha Mwenyezi Mungu, hujampendezesha Mwenyezi Mungu kilichokuwa kizuri. Kilicho kizuri kwanza ni fardhi alfajiri yenyewe. Lakini wama yazalu abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibba, hajaacha mja wangu anajikurubisha kwangu kwa ibada za sunna mpaka mimi nampenda. Nikimpenda nitakuwa jicho lake ambayo kwamba analisikia kwalo, na nikimpenda nitakuwa mimi ni sikio lake ambalo kwamba analisikia, na nitakuwa jicho lake ambalo kwamba analisikia kwalo, anaona kwalo, na atakuwa mimi nitakuwa ni mkono wake ambao kwamba anakamatia nao, na nitakuwa ndio mguu wake. Maana yake nini? Viungo vyote hivi vitakuwa vina taufiki ya Mungu katika utekelezaji wa mambo yake. Lakini la pili ni hayata tayyiba, maisha mazuri. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ameshasema, man amila salihan min dhakarin au untha, atakayefanya mazuri iwe ni mwanamume au mwanamke, wa huwa mu'minun, sharti ile hali yakuwa ni mu'min. Mu'min kwa maana iman na ikhlas, iman muislamu alafu mukhlis lillahi ta'ala, falanuhyiyannahu hayatan tayyiba, tutampa maisha mazuri, wanaziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Ya pili ni akhira, malipo mazuri ya yale mazuri walikuwa wakiyafanya. Hapa maana yake nini? Kwanza tumaninatul qalb, katika lile tulipo hapa duniani ni ule utulivu wa nafsi. Lakini la pili ni ile kuwafika mahali kupewa mpaka riziki ya halali inayokutosha. Unafika mahali kuna watu ni wacha Mungu, si matajiri, lakini huoni alama ya umaskini. Daima unamkuta anachokipata cha mtosha, amebarikiwa nacho. Unafika mahali pengine naye katika sadaka zake naye pia atoa kwenye mfuko, atoa. Huyo amepewa nini? Maisha mazuri na Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kwa kuwa muda umekwisha, inshallah tutosheke na hizi. Tunaomba Allah Subhanahu wa Ta'ala atuwezeshe kubaki katika taa ya Mwenyezi Mungu. Tusiwe ni watu tunamwabudu Mwenyezi Mungu kwa msimu, tusiwe ni watu tunaosoma Qur'ani kwa msimu, tunaswali sana kwa msimu, tunasikiza mawaidha kwa msimu, tunafanya dhikri kwa msimu. La, ndugu Waislamu, maisha yaliyopo ndani ya Ramadhani ndio mfano wa maisha unaotakiwa kuishi katika maisha kwa nini miezi iliyobaki. Ni kama mazoezi ya kuambiwa kwamba ishi hivi umalizie maisha yako hivi. Naomba Allah Subhanahu wa Ta'ala atupe thabati katika taa, na mwisho wetu atupe husnul khatima. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban nar. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.